Carmel Mount Girls Secondary School. Shule ya sekondari ya wasichana ya Carmel Mount kutoka wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki Uwezo Award 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza ujasiriamali wakiwa shuleni. Wanafunzi hutakiwa kubuni na kutekeleza miradi itakayowapa fursa ya kujifunza ujasiriamali, lakini pia kuwa na mguso chanya katika jamii inayowazunguka. Katika Uwezo Award 2022, shule hii ya wasichana ya Carmel Mount Secondary ilifanikiwa kupata tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, baada ya kuwa washindi wa 11 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2022, mradi wetu tuliita Sambaza Tabasamu Thamini Utu, ambapo tulifanikiwa kwenda katika shule ya msingi Kisemvule, tukapelekea madaftari, peni, penseli na rula kwa wale watoto ambao hawajiwezi, watoto 41, na pia tuliweza kuwasupport au kuwasponsor watoto 16 ambao ni project endelevu. Pia tulifanikiwa kwenda katika hospitali ya wilaya ya Mkuranga, tulienda kudonate, tukawachangia sabuni ya vifaa vya usafi kwa ujumla, sabuni, mifagio na vinginevyo, na pia sisi wenyewe tuliweza kwenda huko na kuanza kufanya usafi na watu wa kule na kuona wagonjwa. Pia tulifanikiwa kutengeneza garden, ambapo hiyo sehemu kwa hakuna garden. Kwa hela ambazo tulipata kwenye naniliu mbalimbali, tuliweza kutumia kutengenezea garden, na pia tuliweza kumsaidia mwanafunzi wa chuo cha Vikindu TTC, ambapo alikopo amekwama kifedha, alikopo hajamalizia ada ya chuo. Sisi kama Uwezo tuweza kumsaidia 50,000. Katika mradi wetu tumefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi 440,000, na hiko kiasi cha fedha tumeweza kukipata kupitia miradi mbalimbali ambao tulipanda mchicha na kuuza, tulitengeneza maandazi, pia tulifanya talent show na pia tulitengeneza sabuni. Kwenye mradi wa mchicha tulipanda michicha na tulipanda mboga za majani ambazo ni mchicha na Chinese, ambazo tuliweza kuuzia shule na shule wakanunua na wakatulipa kiasi cha fedha. Na pia kwenye mradi wetu wa kutengeneza maandazi tuliweza kutengeneza maandazi ambayo hayo maandazi tuliweza kuuzia shule na shule ikaweza kutulipa kiasi cha fedha ambazo kiliweza kuinua kipato chetu kama kundi la Uwezo. Je, walipata changamoto zozote? Katika miradi yetu tumepitia changamoto nyingi. Kwa mfano, kuna changamoto ya muda. Kulikuwa kuna muda mchache ukitegemea na miradi ambayo tumeipanga kuifanya, na muda ambao tulionao ulikuwa ni mchache sana. Hii ilikuwa ni sana kwa candidate classes, madarasa ya kimitihani. Kwa muda ambao sisi tulikuwa tunataka kufanya miradi, wao walikuwa hapo darasani. Kwa walikuwa wanakosa muda. Afu ukiangalia katika wingi wetu, sisi sio wengi sana. Kwa ukiangalia candidate classes ambao hawapo, ukiangalia na wingi wetu, uchache wetu tuliokuepo, kwa inakuwa tunaendelea kupoteza muda katika kufanya miradi, tunakuwa hatuna muda wa kutosha, alafu bado ni wachache. Kwa hiyo tulikuwa bado tunapata changamoto ya kumaliza miradi yetu kwa mapema kwa sababu tulikuwa wachache na pia muda ulikuwa hautoshi. Alafu ukiangalia changamoto nyingine, tulikuwa tuna changamoto ya ushirikiano. Watu wengine walikuwa ni wavivu, walikuwa hawapendi kufanya kazi, walikuwa wanategea. Kwa katika kufanya kazi zetu ili tuzimalize haraka tulikuwa tunahitaji ushirikiano. Alafu ukiangalia watu wengine walikuwa wanategea. Kwa hiyo tulikuwa tunapata shida katika kumaliza miradi yetu kwa sababu watu wengine walikuwa ni wavivu, hawana ushirikiano. Changamoto ya kifedha. Kwa mfano hapa ikifika kama talent show, kuna watu wengine walikuwa hawako tayari kuchangia fedha ili. Kwa hiyo ilitukwamisha malengo yetu, plan zetu za midari yetu ya kufanya plans kama kujenga, hivyo ujenzi, kununua mbegu za mboga, kununua vitu ambavyo vinahitajika kutengeneza sabuni, pia kununua vitu ambavyo vinahitajika kutengeneza maandazi. Kwa hiyo ilikwamisha plan zetu za baadaye.
baada ya kusikia tumeshinda tulifarijika na tulifurahi, kwa sababu katika hiyo miradi yetu kwenye utendaji wa kazi ulikuwa ni mdogo sana, kwa sababu watu walikuwa mara nyingi hawaji kuattend, kwa sababu ya uvivu, kulikuwa hamna ushirikiano. Lakini baada ya kusikia tumeshinda tulifarijika sana, kwa sababu hatukutegemea, hatukutegemea, kwa sababu nguvu ambayo ilikuwa inatumika kwenye kufanya hiyo miradi ilikuwa ni ndogo, kwa sababu watu bado walikuwa hawajajitolea. Lakini kwa sababu kwa kushinda tumeweza kufarijika na tumeweza kugundua kwamba umoja ni nguvu, hivyo tunajitahidi kuongeza ushirikiano ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Jambo gani unajivunia kujifunza katika ushiriki wao kwenye mradi huu? Kupitia miradi hii nilijifunza vitu mbalimbali kama kupanda hizo mboga za majani, hiyo mchicha na chainizi, kwa sababu nilikuwa sijawahi kuona jinsi wanavyopanda. Nimeweza kuona jinsi tunavyopanda, kumwagilia na kuitekia hiyo mimea, na pia nimeweza kujifunza kutengeneza sabuni. Kupitia mradi huu nimeweza kujifunza ushirikiano, kujitoa, maana muda ambao hata watu wengine mfano wanacheza, sisi kama Uwezo tunaitwa, tunaenda kulima, tunaenda kufanya na shughuli mbalimbali. Pia nimejifunza ujasiriamali, kutengeneza sabuni, kuuza bidhaa, kutengeneza maandazi na kulima, vitu kama hivyo. Pia tumejifunza kujitoa kwa watu, yani kusaidia watu wengine. Kupitia mradi huu nimejifunza kulima. Mimi nilikuja hapa nilikuwa sijui kulima. Kwa hiyo katika mradi wa Uwezo umenisaidia kujifunza kulima. Kwa hiyo hata hapa tulipotengeneza garden, nilikuwa sijui kutengeneza garden. Kwa hiyo sasa hivi nina elimu kwamba hata nikifika nyumbani ninaweza nikatengeneza garden, mamangu akaifurahia, ndugu zangu akaifurahia, tukawa tunapata maua mazuri kutoka pale kwenye garden, tukawa tunapata mboga nzuri. Kwa hiyo hata siku nyumbani kisipokuwepo, tunaweza kutumia ile garden, tumelima mchicha, tunapata mboga ya kula nyumbani. Nimejifunza pia ujasiriamali, kutengeneza sabuni. Kwa mfano najua kwamba nikimaliza kidato cha 4 baadaye nisibotoke tu nyumbani, natakiwa kufanya kazi tofauti tofauti ujasiriamali. Kwa mfano kutengeneza maandazi, kutengeneza sabuni, nauza, napata hela ili nisaidie familia yangu pia. Katika Uwezo katika miradi yetu nimejifunza vitu mbalimbali. Nimejifunza kilimo. Nilipokuja hapa shuleni nilikuwa sijui kulima, na nilipoingia katika Uwezo nilijifunza kulima mchicha, kupalilia na jinsi ya kutunza mboga mboga. Pia nikajifunza ujasiriamali. Nilijifunza jinsi ya kutengeneza sabuni na kuweza kupata hela kwa ajili ya program mbalimbali. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa Uwezo Club iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika huu mradi. Mwaka jana ndio sisi tuliingia kwenye mradi kwa mara ya kwanza. Tulipoingia kwenye mradi tuliingia kwa kuchelewa, lakini watoto walijitoa, wamefanya miradi mbalimbali. Nikishirikiana nao, wakati mwingine unakuta labda nakosa muda, wakati nikipata muda nasaidiana nao, wanaleta mawazo, wanaambia mwalimu nataka tufanye hiki 1 2 3. Kwa naangalia kama lina mantiki na washauri kufanya. Kama lina mantiki naambia ili labda muiboreshe kwa namna hii hapa. Kikubwa labda naweza nikasema nipongeze Great Hope Foundation kwa kuwa na mradi hapa, kwa sababu imetumika kama platform nzuri kwa watoto. Maki wanajifunza mambo mengi. Na hata mimi mwalimu wao nimejifunza vitu pale kupitana kwa sababu hao watoto pia wana mawazo mengine ambayo ni chanya sana, kwa ambao ukiyatumia pia hata mwalimu unaweza kujifunza vitu vingi. Kwa wamejifunza mambo mengi, kama wamejifunza ujasiriamali, wamejifunza kufanya shughuli zingine ndogo ndogo kama kilimo. Tumefanya miradi mbalimbali, lakini pia wameweza kuinteract na jamii, sasa kwa kurudisha kwa jamii kwa wale ambao ni wahitaji. Walienda, lakini tulienda pia hospitalini kule walifanya vitu vingine ambao ni vikubwa. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya Kame Mount ushindi katika Uwezo Award 2022. Chukua hatua, onyesha uwezo.